Katika kilimo, huu unaitwa uwekezaji uliofeli. Ni mmoja wa watafutaji kupitia kilimo aliyeamua kulima zaidi ya ekari 20 za mahindi, na mwisho wa siku hali unaiona kama ilivyo. Wakati mimi mkulima, nina shamba la kutosha, ninalima mazao mengi. Lakini usiogope. Viko vitu vya msingi au kanuni za msingi za kuzingatia ikiwa ni mara yako ya kwanza unaingia kwenye kilimo au umehamia kwenye eneo jipya la kufanya kilimo ikiwa hauna ABC kuhusu eneo hilo. Sasa hizi ni baadhi ya kanuni ambazo sisi tumekuandalia. Kwanza kabisa, pata historia ya eneo hilo ili ujue ni mazao gani yanastawi katika eneo hilo. Pili, zingatia utabiri na taarifa za mwenendo wa mvua kwa mwaka husika zinazotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania kwa maana ya TMA. Lakini kanuni yetu ya tatu ambayo tutakuja kuiangazia kwa kina ni uzingatie majira au wakati sahihi wa kupanda zao husika. Sasa ngoja nikupe ufafanuzi kidogo, nikianza na kanuni ya kwanza ya kupata historia ya eneo. Hii hukusaidia kujua mazao muhimu yanayostawi katika eneo husika. Mfano, huyu mkulima alipanda mahindi katika eneo lenye ardhi yenye tabaka lenye kichanga, ambalo si sahihi sana kwa kilimo cha mahindi, hasa katika kipindi ambacho mvua ni chache. Na badala yake, eneo kama hili hufaa zaidi kwa kilimo cha ufuta kama unavyojionea. Eneo nalolitazama hili ambalo limeoteshwa ufuta ni sawa sawia kabisa na lile eneo ambalo limepandwa mahindi na haya kutoka vizuri. Lakini sasa tazama. Huu ni mwonekano wa mahindi yaliyopandwa katika eneo sahihi lisilokuwa na michanga mingi ama mchanga mwingi, na mahindi haya yalipandwa kipindi sawa ama wakati mmoja na mahindi ambayo tumeyaona yakiwa hayajastawi vizuri. Mwisho, kuhusu kanuni hii na kushauri, kabla ya kuanza kilimo upate muda wa kufanya survey ama kutembelea eneo husika, ikiwa ni pamoja na kuwauliza wenyeji wa eneo husika, na ikibidi upate maoni ya watu wengi kadri itakavyowezekana. Na hii itakusaidia kutathmini, kupata maoni ya watu unatathmini, unajua kwamba ni ipi sahihi ama ipi si sahihi. Kanuni yetu ya pili ni kuzingatia utabiri wa hali ya hewa, hasa ripoti zinazotolewa kuhusu mwenendo wa mvua kwa msimu husika. Na hii kanuni inawahusu wale wakulima ambao wanalima kwa kutegemea msimu wa mvua. Mfano, serikali ilifafanua kuwa kwa msimu wa kilimo wa mwaka 2025 kuelekea 26 kuwa mvua zitakuwa ni chache. Hivyo wakulima kushauriwa kulima mazao yanayostahimili ukame. Kwa mantiki hiyo, mkulima huyu alitakiwa kupanda zao kama vile ufuta, au ikibidi angesubiri katika eneo hili apande mahindi katika kipindi cha masika ambacho kunakuwa na uhakika wa mvua za kutosha. Kanuni yetu ya tatu na ya mwisho ni ile iliyozoeleka kwa wengi kuhusu kuzingatia nyakati na majira ya kupanda zao husika. Hii ikusaidia kuepuka kupoteza mavuno kutokana na ama kukosa maji ya kutosha au kujikuta unavuna katika kipindi cha mvua na nyinginezo. Kwa mfano, zao la mpunga tunajua linapenda kupandwa katika maji mengi, ndio utapata mavuno mengi. Kwa hiyo kwa wakati kama huu ambao mvua zinanyesha nyingi, basi ndio kipindi sahihi cha kupandikiza mpunga. Kinyume chake, mahindi hayahitaji maji mengi ya namna hii. Hivyo ukipanda mahindi katika eneo kama hili lenye maji mengi, moja kwa moja utapoteza mazao yako. Huu ni mtazamo wetu unaotokana na uelewa na uzoefu katika kilimo. Tunatambua kuwa zipo kanuni nyingi za kilimo ambazo na wewe pia unazifahamu. Hivyo ukiongeza na hizi za kwetu, basi utafurahia kuwekeza katika kilimo. Kwa ushauri zaidi kuhusu wapi utapata mashamba, nini upande, kwa wakati gani na mazao gani, usisite kutuandikia maoni yako au kutupigia simu kupitia nambari za 0755 32 30 55 au katuandikia maoni yako katika kurasa zetu ambazo unaona makala hii. Na mwisho kabisa nikukaribishe wilayani Kilosa mkoani Morogoro kuwekeza katika kilimo, kwa sababu huku mazao mengi yanastawi ambayo wewe utakuwa unapenda kuyapanda.